Upinzani umeanzisha mkutano wa kisiasa katika kaunti ya Mombasa, huku viongozi wakizidisha wito wa kuhakikisha usalama katika mikutano yao. Akizungumza Nyali, Rigathi Gachagua alisema hatakubali kutishiwa wala kuruhusu wafuasi wake kunyanyaswa. Aidha, alipuuza hoja ya siasa za mlima, akisema si swala la msingi na kumtaka rais ajikite katika kuwahudumia Wakenya wote kwa usawa. Tukiwa pwani, tuko nyumbani. New party leader wa Kadu Asili, Mzee Nzili, ambayo zote tumuelewa, tumfahamu, na wote ambao ni viongozi wa eneo hili. So the issue of Ruto on the mountain is not an issue. Wacha aendelee, akitafuta pesa nyingine arudi. Jana amesaidia watu ya Murang'a, na muomba akipata nafasi akuje pale Nyeri. Watu huko na muhitaji wapate kitu ya kukula. Akifanikiwa tena akuje Kirinyaga. Akikaka Meru, namna hiyo. Hata pale Olkalau iko by election, watu wanangoja pesa yake. Wanangoja sana. Na weke pesa ya kutosha. Sababu pia hiyo watu ni watu walipigania uhuru, ni watu pia wanahitaji heshima. Hii 2,000-3,000 hapana, hiyo those are freedom fighters. 10,000, 15, 20 kwenda. Kwa upande wake Eugene Wamalwa alikosoa kusimama kwa miradi ya maendeleo, akidai kuwa tangu aondoke serikalini hakuna hatua iliyopigwa katika miradi muhimu ya bomba la mafuta. Pia alidai kuwa rasilimali muhimu kama kiwanda cha kusafisha mafuta ambacho kilikuwa kikitoa ajira kwa vijana tayari kimeuzwa. Sasa kufika asubuhi ya leo tunaambiwa ile project iliyokwama tangu tuondoke serikalini, hakuna hata kilomita moja ya pipeline imewekwa. Lakini yale yamefanyika sasa ni Kenya Pipeline inayotoa mafuta hapa, hiyo imeuzwa. Refinery ambayo ilikuwa ina create jobs hapa kwa vijana wetu, hiyo sasa Wakati huo Mudzodzili aliyejiunga rasmi na upinzani wakati wa mkutano huo alishutumu serikali kwa kuwanyima kazi wakazi wa pwani rasilimali na fursa za kiuchumi. Alibainisha kuwa licha uwepo wa bandari, vijana wengi wa eneo hilo hawana ajira na kusisitiza kwa hadi 80% ya ajira bandarini zinapaswa kupewa wakazi wa eneo hilo ili kupunguza ukosefu wa ajira. Ikiwa bandari iko hapa pwani na watoto wengi wa hapa pwani hawana kazi, na watoto wa pwani haimaanishi Mijikenda, Mkamba, Mkikuyu, yule ambaye babake ana kitambulisho na yoishi hapa na yuko karibu na hii bandari, ilikuwa kisawasawa 83% ama 80% ya wanaoajiriwa port wawe ni vijana hawa ili waache kurandara. Kwingineko, Rais William Ruto akiwa katika siku ya pili ya ziara yake ya kaunti ya Murang'a amesisitiza kuwa wakazi wa eneo hilo watajichagulia wenyewe mgombea wa urais watakayempenda katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Asanteni sana kwa urafiki wenu. Si mimi ni mfanyikazi wenu? Kuna mwingine anasema ati niende nikuwe mfanyikazi wake. Ati mimi nioshe sufuria kwake, ati nioshe vyombo kwake, sahani sijui na nini, ati ndio yeye akuje kwenu. Hiyo wasahau kabisa. Mimi nitakuja kuongea na nyinyi. Ama namna gani? Na nyinyi mtapima kazi yangu. Kama niwajengea barabara, kama nimewajengea shule ya Ndere, kama nimewajengea soko hii, kama nimewafanyia somesha watoto wenu, kama nimesimamia kilimo vizuri, si nyinyi ndio mtaamua? Nego kana tiguo. Nikiripotia mtazamo wa Dira runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simio.